linasema matengenezo. Alafu nitaomba mtu mmoja ambaye anaweza kusoma Biblia yake haraka au karibu na maiki na aweze kutusomea kile ambacho tunasema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu linasema matengenezo. Somo letu linasema matengenezo. Kuna baadhi ya maeneo nitakuwa nikipita kuyasema. Nitaomba Roho Mtakatifu awasaidie kuweza kuelewa, kwa sababu nitayasema kwenye lugha ya rohoni, na ninamwomba Mungu aweze kuwasaidia muweze kuelewa. Amina. Amina. Tuinamishe vichwa vyetu. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa ajili ya neno lako. Asante kwa ajili ya watoto wako ambao wako tayari kula na kunywa miguuni pako. Ninaomba ufungue masikio yetu ya ndani na ufahamu wetu upate kuelewa na maandiko, ili Bwana tunapokula na kunywa nyumbani kwako, neno hili likawe ni mbegu itakayozaa, na zaidi Bwana watoto wako tuweze kuona ufalme wako. Tunakataa yule ambaye anatuvuruga na kula kile ambacho Bwana unataka tuweze kukipata. Katika jina la Yesu Kristo, tukijizingira kwa damu yako, na tunaomba kukaa katika ulinzi wa mkono wako wenye nguvu, mkono wako wa chuma. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Nimesema somo letu litakuwa na kichwa kinachosema matengenezo. Na anayesoma haraka tufungulie kitabu cha Isaya sura ya 53. Isaya 53 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 10. Na tusomee haraka. Na mwingine atanifungulia Injili ya Yohana sura ya kwanza na mstari wa 12. Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa 12. Wakati huo mwingine akiwa anajiandaa kufungua Wakorintho wa pili sura ya 4 na mstari wa 13. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tayari? Tayari? Amen. Karibu. Isaya 53 mstari wa kwanza hadi mstari wa 10. Maandiko ya Bwana yameandikwa hivi: ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mololo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumwanapo hana uzuri hata tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa, na mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidharauliwa, wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ishia. Na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yohana sura ya kwanza mstari wa 12. Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa 12. Tutatangulia. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminiwa jina lake. Bali wote waliofanyaje? Aliwapa nini? Uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu linasema matengenezo. Neno matengenezo linaweza likatumika kwenye mazingira yoyote yale. Mazingira yetu ya kijamii, viko vitu vingi sana vinaweza kuharibika. Yanaweza yakawa ni mazingira ya nyumbani kwako, fanicha ambazo nazo zilizokuwa zimetengenezwa mwanzo vizuri zikatumika, ama kwa sababu ya kuchoka, ama kwa sababu kutotumiwa sawasawa, vikatokea shida ya kupoteza ubora ambao
Kina mama huwa mnapenda kwenda saluni pale ambapo mnaona nywele zenu mlizokuwa mmetengeneza mwanzoni kuna mushkili imefanyaje, imetokea. Unaenda kufanya nini? Matengenezo. Kama ilikuwa unasema imeotea, nywele imeotea, basi unaenda kwa msusi, unaambia bana, nywele zangu unaona zimefanyaje, zimeotea, hebu nitengeneze kidogo. Kama una chombo cha moto, na hasa nyakati hizi za mvua, vyombo vingi vya moto vinaharibika kwa sababu havipatani na maji. Kwa hiyo unakuta kama ni pikipiki, basi ule mnyororo kuna sehemu unagusa, unamwambia fundi, hebu nisaidie kufanya matengenezo kidogo. Lakini kama una chombo cha usafiri, kwa maana kama gari, kuna kilomita zikishasoma lazima uende gereji, uende ukafanya nini? Matengenezo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Matengenezo. Wakati huu mvua zinaponyesha, kama una nyumba yako bati linavuja, utamuita fundi afanye nini? Matengenezo. Kuna sehemu ambapo ubora unapopungua, kinachohitajika ili kirudishe ule ubora ni kitu tunakiita matengenezo. Sasa haya matengenezo ni kitu gani? Matengenezo ni mchakato wa kurudisha hali ya ubora iliyopotea kutoka kwenye ubora original uliokuwa umefanywa mwanzoni. Yaani kama kitu kilitengenezwa kikapitia misingi ya ukamilifu wake, kama ilikuwa ni vipimo vya kusema unajenga nyumba, unamwambia bwana, wewe unanichorea elevation yangu huku mbele iwe inaonekana hivi, alafu baada ya muda fulani ile jengo, picha original ilikuwa na ile jengo kaona kama haifai tena, unamwambia hapana, hebu ondoa hili paa katika staili hii, ibadilishe liende kwenye staili ya aina nyingine. Unafanya nini? Matengenezo. Kama kulikuwa kuna mtu umepanda, wakaenda sehemu akatafuna mbao, ukiangalia jengo lako unaona kama wakati wowote pale linaweza likafanyaje, likateremka, unahitaji mbao nyingine mpya ili ufanye nini? Matengenezo. So matengenezo ni hali au mchakato wa kurudisha kilichoharibika katika mfumo wake au muundo au muonekano au hali yake ina mwanzo iliyokuwa imetengenezwa au iliyokuwa imekusudiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa linafanya matengenezo kwa njia ya toba. Ukitaka kufanya kanisa liende mbele, hauwezi kukimbia kitu kinaitwa toba. Ili kanisa lipige hatua nyingine, lazima litembee na nguvu ya Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu hawezi akatembea na kanisa kama kanisa lenyewe halijapitia kitu kinaitwa matengenezo. Sizungumzii kanisa kwa maana ya jina, nazungumzia kanisa kwa maana ya yeyote ambaye yuko tayari kukubali Mungu amuongoze kwenye kila kitu kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika maisha yetu ya kila siku tumekuwa tunapitia mambo ambayo ama kwa namna moja ama nyingine yametuondolea ubora ambao sisi tunafikiria tunapaswa kuwa nao. Inawezekana malezi ya watoto yakawa yamekuumiza nafsi. Unaona ndani yako ni kama vile kuna kitu kimepungua. Kuna namna ungetamani kuwaona watoto wako walivyo, lakini huo ubora ambao unatamani kuona nao huwaoni nao. Kuna namna unatamani kumuona mume wako awe hivi, na ukiangalia humuoni vile ambavyo ulitamani awe. Kuna nyakati na wewe mwenyewe unatamani kujiona kwenye hatua fulani, lakini usioni kama hizo hatua unaweza kufanyaje? Kuzipigia. Kwenye huduma kuna sehemu unatamani kama wewe umefika sehemu, lakini unaona kama vile kuna changamoto sipo hapa, haujafikia kile kiwango ambacho unafanyaje? Unakitamani. Leo tukimuuliza mchungaji, kuna viwango ungetamani kanisa lifanyaje? Lifikie. Anaingia magotini kuomba ili angalau matengenezo yafanyike ndani ya nini? Ya kanisa. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
Nani hapa ambaye akikaa hivi anasema sasa maisha yangu yameshatosheleza, kila kitu kiko sawa sawa? Nani? Na kuna wengine tunafundishana hivi, kuna mawazo yameshaenda sehemu, yaani anawaza ibada imalizike, kuna jambo linarekebisha huko. Kuna wengine wako ibadani lakini anaona milango ya duka lake imefungwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nasema yaani mtumishi wa Mungu akimaliza tu hapa, mchungaji atatuambia tubaki na katana, mimi nitapitia hivi, nitapitia hivi, nitafanyaje? Anaona kuna vitu vimekaa pending, havijafanyaje, havijakamilika, anataka kwenda kurekebisha. Kuna watu tukimaliza hapa wanaenda kwenye vikao vya harusi, si ni kweli? Kuna vitu havijakaa sawa. Kuna watu tunavyozungumza hivi wanaona watoto wao ni kama vile kuna maandalizi ya shule Jumatatu yanatakiwa kufanyika, bado hayajafanyaje, hayako sawa sawa. Na wengine pengine wako na wagonjwa, na namani akitoka hapa aende hospitalini akaweke vitu vikae nini sawa sawa. Na wengine pia wanakwenda kwenye vikoba wakaweke mambo nini sawa sawa. Kuna sehemu iko pending, kuna sehemu inatakiwa irekebishwe. Haya si matokeo ya mchakato ambao wewe peke yako umeufanya. Haya ni matokeo yanayoanzia kwenye ulimwengu wa roho. Huwa napenda kurudia hili neno naposema, Biblia inasema mwanangu, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote kama vile roho yako ifanyaje, ifanikiwe. Kwa hiyo kama kuna eneo na liko pending, sehemu ya kwanza ya marekebisho sio sehemu ya matumizi ya akili yako. Sehemu ya kwanza ya marekebisho ni kwenye ulimwengu wa nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale ambao hawafahamu, ulimwengu wa roho uko mbele daima kwenye muda kuliko ulimwengu wa mwili. Ukiona jambo halijakaa sawa sawa, au ukiona jambo limekaa sawa sawa, ujue sehemu ya kwanza iliyokaa sawa sawa ni kwenye ulimwengu wa roho, ndio linakuja kujitokeza kwenye ulimwengu wa mwili. Wewe niambie siri ya kwenye eneo la deliverance. Sio kama niwahi kuambia kwenye eneo hili. Mimi kuona sehemu fulani barabarani ajali zinatokea nyingi kwenye hilo eneo. Mimi kuona. Yaani mkikaa nasema yaani hapa babaya hapa. Mpaka watu wamepabatiza na jina kwamba ukifika pale uwe mwangalifu, pale ni babaya. Kwa sababu ukifika kwenye lile eneo haupiti muda mrefu, kuna jambo linafanyaje, linatokea. Na kuna watu wakishamana kama ile eneo ajali zinatokea sana, wanaamua kuchukua, wanakuwa wao wenyewe sehemu ya tano, wanachukua mchanga nini, wanaweka tuta la nini na lazima kwamba unapopita na chombo chako cha moto lazima upunguze mwendo. Why? Kwa sababu kuna ajali zilikuwa zikifanyaje. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kinachotokea ni kwenye ulimwengu wa roho, kuna lugha inazungumzwa kwenye eneo hilo. Katika ulimwengu wa roho ni sehemu ambayo inapiganwa na maeneo yote mawili. Ulimwengu wa nuru unapigana na ulimwengu wa giza unapigana. Lugha yenye nguvu katika mapigano ndio inatengeneza mpango wa utokeaji katika mfumo wa ulimwengu wa mwili. Kwa hiyo ikitokea kwenye sehemu kuna damu imemwagika, Biblia inasema kunako damu ndiko kuliko uhai. Na ndio maana damu ya Yesu haifananishwi na damu nyingine yoyote, kwa sababu damu ya Yesu ilikuja kwa ajili ya kuondoa changamoto zote au ukubwa wa damu zote ambazo zimekuwepo kwenye viumbe vingine. Why inaweza kuondoa? Kwa sababu DNA ya damu ya Yesu inasoma DNA ya Mungu mwenyewe. Mariamu alipata ujauzito kwa njia ya Roho Mtakatifu, na sisi kidaktari DNA inasoma upande wa baba. Kwa hiyo kama inasoma upande wa baba, maana yake kama Mariamu alipata ujauzito kwa njia ya Roho Mtakatifu, maana yake damu ya Yesu ni damu ya Mungu mwenyewe. Maana yake Roho Mtakatifu ni Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kama kunako damu, kunako damu ndiko ambapo uhai unazungumza. Maana yake damu ya Yesu ni damu ambayo inazungumza uhai wa Mungu mwenyewe. Ndio maana tukiita dhambi haiwezi kukaa.
tukiita magonjwa hawezi kufanya kukaa. Why? Kwa sababu tunaita damu ambayo ni Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe. Sasa nisikilize. Kitu gani kinatokea? Ikishatokea damu imemwagika kwenye eneo hilo, maana yake tunatokea kama lango kwenye ulimwengu wa roho la kupokea nafsi za watu wengine. Na ili ulimwengu wa giza ufanye kazi zao za kuendelea kurudi wengine kama muda wao haujafika, kinachotokea ile sehemu baada ya ajali kutokea, inachukuliwa damu kwenye ulimwengu wa roho au kipande cha kitu chochote kilichofanyika kwenye ajali, alafu kinapelekwa kwenye madhabahu za giza, kwenye nguvu za uchawi, uganga au manuizi. Unaenda wanaunganisha na jina la mtu ambaye anatakiwa ajali imkute. Kwa hiyo inatajwa jina lako kwamba fulani, kama ambavyo ajali hii ilitokea, kwa nguvu ya madhabahu hii apite kwenye eneo hili na ajali akutane nayo hapa. Kwa hiyo unapita, unafika kwenye hilo eneo, haujui kama umefika katikati au umekaa mwanzo wa barabara, haujui uende mbele au urudi nyuma. Kumbe nguvu ya madhabahu ya maeneo ambayo yamenuiwa ndio imekushikilia, unashindwa kumbuka, ajali inakuta tena. Ulimwengu wa roho uko zaidi ya ulimwengu wa nini? Wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Matengenezo yetu katika maisha yetu yanapaswa kuanza kwenye ulimwengu wa roho, ili tunapotengeneza kwenye ulimwengu wa roho, kinachokuja kutokea kwenye ulimwengu wa mwili ni presentation ya kile ambacho tumekifanya kwenye ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunatengenezaje kwenye ulimwengu wa roho? Andika. Haya matengenezo kwenye ulimwengu wa roho tunayatengenezaje? Andika. Yesu alipochubuliwa, akachukua fadhaa zetu zote, akachukua mateso yetu yote, alituachia jambo moja ambalo kila mtu akitaka kufanya matengenezo kwenye ulimwengu wa roho lazima aanze nao hilo. Jambo la kwanza la kufanya matengenezo kwenye ulimwengu wa roho ni kukubali. Wewe na mimi lazima tukubali. Lazima niseme mimi nimekubali kutembea na huyu Yesu katika ulimwengu wa roho. Kukubali. Mimi Mwamnyani nimeamua kutembea na Yesu. Kama kuna kitu ambacho Mungu hajawahi kumlimiti mwanadamu, ni uhuru wa kufanya maamuzi. Amua hivi leo ni Mungu yupi ambao utafanyaje? Utamtumikia. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana wa majeshi. Uamuzi wa kwamba mimi nimeamua kutembea na Mungu sio wa kitu kingine, sio wa mtu mwingine, wa kwamba wewe mwenyewe. Na unapoamua ukasema kuanzia leo mimi nimeamua kwanza kutembea na huyu Yesu, automatically ulimwengu wa roho unaanza kukusogezea vinavyokuhusu wewe juu ya yule ambaye umemkubali. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukishamkubali, kinachotokea yanasogezwa mawazo ambayo yanaingia kwenye ufahamu wako. Na ndio maana Biblia inataka tuteke nyara kila fikra ovu ili mawazo yetu yawe huru. Yanapokuwa huru mawazo yetu, utaona nguvu ya mawazo yanayokuja ni yale ambayo yanaelekea kwenye sehemu ambayo wewe umeikubali. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haujafika kwenye level ya kuamini, kwanza unakubali kwamba mimi nimekubali nia yangu nikae na huyu Yesu. Baada ya kuwa umekubali, mawazo yanaanza kuja, na ndio ambayo operation za kuwafanya watu washindwe kumwabudu Mungu katika roho na kweli kwenye ulimwengu wa roho vinavyotokea. Shetani huwa hana uwezo wa kusoma mawazo ya mtu. Shetani huwa anachokoza ili wewe utamke kile ambacho unakipitisha kwenye mawazo yako. Ndio maana kwenye bustani ya Eden alipokwenda akawa anamuuliza Eva, ati mmeambiwa msifanye nini? Eva aliposema tu mawazo yake ndio akagundua, okay, kumbe mpango umekaa namna hii. Baada ya kujua mpango umekaa namna hii, akainsert wazo lako. Bwana sikilizeni, kila
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana kwenye jamii yetu utasikia watu wanakuambia ukitaka kufanikiwa bwana, usitamke kile unachotaka kufanya. Mara usiweze kauli. Usisemeseme mipango yako. Usisemeseme mipango yako. Kwa nini usisemeseme mipango yako? Kwa sababu kuvuruga mipango ni lazima ijulikane idea ikoje. Na idea ikishajulikana, wao kwenye ulimwengu wa giza wanaweza kujua ni eneo gani ambalo wanataka kufanya ili waweze kuondoa kile ambacho wanataka kufanya. Kwa hiyo wataanza kuja watu kwenye maisha yako ambao wanakuondoa kwenye mpango ambao ulionao taratibu. Kuna watu ambao hawakuwa marafiki zako, ghafla tu mnakuwa marafiki. Anakuuliza hivi, unataka kufanya nini? Nataka kufuga ng'ombe. Ng'ombe. Siku hizi yani kwa hali iliyopo, yani jirani yako pale tu alishafuga ng'ombe, walikwenda mpaka 20, wamekufa wote ghafla. Ndani ya siku hizi ametumia muda mrefu, katumia gharama kubwa, lakini ndani ya siku 2 kafanyaje? Wameondoka wote. Wazo linaanza kutembea kwenye kichwa chako. Kwa hiyo na kaka kangu milioni 3 nilicho nacho, nikinunua hawa ndama, inawezekana ikatokea kama tutengwa nani kwa jirani yangu. Wazo linafanyaje? Inakufa. Nini kimetokea? Umesogezewa mtu akuletee wazo ambalo utavuruga mpango ulio na. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo eneo la kwanza ni kukubali kurekebisha vitu katika ulimwengu wa roho. Lazima kwanza ukubali kuanza kutembea na Yesu. Eneo la pili, lazima uwe halisi. Lazima uwe halisi. Na hili linawatesa watu wengi, hasa ambao Mungu ameweka vitu ndani yao kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Wale ambao ndani yetu tumepewa kazi kusimama kwenye madhabahu, kusimama kwa ajili ya ufalme wa Mungu aliye hai. Wale ambao wanajua wao ni viungo katika mwili wa Kristo. Jambo hili limekuwa linawatesa watu wengi sana. Kuna namna unaposikia ndani yako una mafuta umepaka, unaanza kutumia nguvu ya hisia kwa sababu ya mipango ya fikra zako. Unaondoka kwenye hali ya kwamba Yesu, mimi niko hapa, fanya kile ambacho unataka ukifanya. Kwa hiyo unatengeneza identity. Unatengeneza namna fulani ya kutaka kutambulika. Mimi nikifika sehemu nionekane kama fulani. Mimi nikifika sehemu nionekane kama fulani. Sio Mungu ajidhihirishe ndani yako. Kuna namna ambavyo wewe unatamani kuwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapofikia tu ya kutamani kuwa, maana yake unaanza kushughulikia mapenzi yako. Yesu mwenye busara Getsemani, wakati amefika ameanguka, anapiga magoti, anasema Baba, ikiwezekana, lakini si kwa mapenzi. Kwa hiyo mapenzi yetu tukitaka kwenda na Mungu, lazima mapenzi yetu yabakie chini, mapenzi ya Mungu yatutangulie mbele. Nje ya kufanya mapenzi ya Mungu kutangulia, uwe na uhakika utajiendesha kwa hisia zako, kwa sababu utakuwa unaamini kwenye uwezo wa akili zako, wakati Mungu anaanzia kwanza kwenye ulimwengu wa roho bila kuelekea kwenye mfumo wa fikra. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna namna tuna watu ambao tunawapenda, wamefanikiwa kwenye huduma, wanaonekana. Na watu wengi, vijana wengi, watumishi wengi wa Mungu wamepotea kwenye hilo eneo. Why? Wanashughulikia namna gani ambavyo atafanana na mtumishi fulani, na wala sio kile ambacho Mungu amekiweka ndani yake au kile ambacho Mungu anataka hapo. Kwa hiyo wakati una mpango au unaendelea kutengeneza fikra ya kutaka kufanana na huyo mtu, unajenga tabia yako kwenye mfumo wa fikra na sio kuongozwa na Roho Mtakatifu. Umbali ambao unakwenda, unagundua jinsi ambavyo unamwingiliza yule ambaye unampenda, ndivyo ambavyo unaondoa kwenye uhalisia wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wapo pia watu hapo wanahitajika kufanya matengenezo. Turudi kwenye sehemu ambayo Yesu ametaka tuwe. Turudi kwenye huduma ambazo Bwana ametaka tuweze kuzifanya. Turudi kwenye tabia ambazo Bwana
unaanza kuwaza hivi, nikifika pale ibadani mchungaji atanionaje kwenye mavazi? Kwa hiyo sivai kwa sababu nimejigundua mimi nataka kuvaa. Navaa kwa sababu kuna watu watanitazama, watanionaje watakapokuwa nimetokeza mbele yao. Bwana Yesu asifiwe. Hii naangalimu watu wengi kaenda kwenye harambee. Inafanyika hapa harambee, tunafanya ujenzi wa kanisa, kuna vitu vinachangiwa, au kama ni sherehe, kama ni harusi, kama ni nini, unashangaa dada yangu hapa anasimama anasema mimi nitachangia shilingi 500,000. Sasa kwa sababu wewe uko jirani na kwenye nyumba na huyu dada, unasema kama dada Ana amesema shilingi 500,000, alafu mimi na yeye tunakaa jirani, nikisema 20,000 nitakuwa niko mbali sana. Kwa hiyo unasema dada hapa sema mimi siko mbali sana na dada Ana, na mimi nitachangia shilingi 500,000. Lakini kiuhalisia kipato chako ni shilingi 12,000 kwa siku au shilingi 20,000 kwa wiki. Kwa hiyo kuipata hiyo shilingi 500,000 ni shughuli ya kusuguana na mambo mengi, angalau kwa miezi kadhaa ndio uweze kufanyaje kuipata. Ukiinuka tu kwenye hiyo harambee, unapoanza kurudi, ile namba 500,000 inaweza kutembea kichwani. 500,000. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku zinavyokaribia kwenye tarehe uliyoahidi, ndivyo ambavyo unaziona simu za mchungaji kama moto. Unaiona Bwana wewe ameshaanza. Yaani unajua kama mimi pia na hali kuja maishani mwangu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo panakuwa kama sehemu tena ya mahangaiko, sio sehemu ya baraka tena ambayo ungetoa ingekuwa baraka. Kwa nini? Kwa sababu umefanyia kazi mawazo ya mwenzio, namna gani atakuona endapo hautofanya kila ambacho unafikiria anatakiwa kufanya. Ngoja niwaambie kwenye sentensi ya daktari. Kwenye mwili wa binadamu kuna vitu vinaitwa sympathetic na parasympathetic systems. Sympathetic na parasympathetic systems. Mifumo hii miwili ipo kwenye mfumo wako wa fahamu ambao tunaita neurological system. Mfumo huu wa sympathetic na parasympathetic systems ni unaokusaidia wewe kuweza kureact na kurudi katika hali yako ya kawaida. Yaani ukikasirika, umekuta nyumbani ulikuwa umebandika maharage, ndio hayo kilo moja utamani yatembea angalau wiki moja. Alafu watoto wameenda kucheza, yameungua, yamekuwa kama vile vifungo. Meusi ti. Ukijiangalia mfukoni budget imefanyaje? Unakasirishwa. Sasa mimi na watoto mimi nimeazaa, nimefanyaje mimi jamani? Unajikuta unatamka mpaka maneno magumu. Mchungaji bwana zungumza. Wakati anaomba, unamtamkia mpaka mwanao neno gumu kwa sababu ya maharage yaliyogeuka kuwa vifungo. Kile ambacho kitakurudisha katika hali yako ya kawaida kutoka kwenye hasira ulionayo ndio tunakiita parasympathetic. Kile ambacho kinafanya ureact kwenda kwenye hasira ndio tunaita sympathetic. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na hizi zinatofautiana
mengi yanazungumzwa, stress management, stress management, stress management. Watu wanataka kuondoa stress, wanasema msongo wa mawazo, msongo wa mawazo, msongo wa mawazo. Na wengi wanafikiria msongo wa mawazo, huo msongo wa mawazo uko kichwani. Kumbe sisi daktari tunauangalia msongo wa mawazo uko kiunoni, sio kichwani. Why? Kwa sababu gani? Tezi ambayo ina control stress, ina control magonjwa, ina control mmeng'enyo wa chakula na mfumo wa uzazi inaitwa adrenal gland. Yenyewe ina control hayo mambo yote. Ikitoka taarifa kwenye sehemu ya shina la ubongo, tunaliita hypothalamus, inashuka kupeleka hizo taarifa kupitia njia ya electrochemicals. Ni kama vile umeme unapita kwambia sehemu hii kuna changamoto hii, kwa hiyo tufanye A, B, C, D. Kwa hiyo unaposhindwa kumanage, ndio ile stress inageuka kuwa mbaya. Na nisikia nachosema. Ndio maana mtu akiwa na stress, kula hawezi vizuri. Wale watu wazima mtanielewa. Mtu akiwa na stress, kusifu na kuabudu hawezi vizuri. Why? Kwa sababu gani? Kwa sababu ndio sehemu ina control physiological aspect yake ya kuendesha mifumo mingine. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi ukachakata mawazo kwenye sehemu nyingine. Kwa nini? Kwa sababu nguvu yako imegandamizwa namna hii. Nguvu ambayo ungetumia fikra zako kuwaza jambo moja kwenda hatua nyingine haina nguvu tena kwenye ufahamu wako. Why? Stress zimekukandamiza. Hauwezi kuchomoka kwenye hilo eneo. Nisikilize. Shetani anachokifanya, anatumia nguvu ya mawazo kutengeneza mchakato wa mpango wa kifikra ambao utakuondoa kwenye uhalisia wako. Alafu unaingizwa kwenye mfumo wa mwili, unajengwa kwenye eneo la stress. Ukiingia kwenye stress, unawaza mifumo ya nje, hauwezi kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Kila ukiwaza kwenda kanisani, mbele yako unaiona ada ya watoto. Ukiwaza kwenda kanisani, unaona kuna mgonjwa anakusubiri. Ukiwaza kwenda kanisani, unaona kuna mazingira hayajakaa sawa nyumbani. Ukiwaza kwenda kanisani, watoto wanabadilika kwenye nguvu ya tabia. Kwa hiyo maisha yako yote yanaabudu kwenye muda kitu gani ufanye ili kufanya marekebisho. Umesahau eneo la kwanza la kufanya marekebisho ni kwenye ulimwengu wa roho. Wakati watoto wana tabia mbaya, nenda kwanza kwenye magoti, mwambie Yesu, watoto wangu wanapitia A, B, C, D. Nataka wewe ndio uwe msaidizi wangu. Wewe ndio unisaidie kufanya kitu. Yesu, angalia mume wangu anapitia A, B, C, D. Ninaomba wewe Yesu mwenyewe ufanye vitu kwenye ulimwengu wa roho ili mtu abadilike kwenye ulimwengu wa mwili. Yesu, sasa hivi sina ada, nitengenezee mazingira. Naomba idea ya kufanya biashara, naomba idea ya kufanya kazi. Unapokwenda ofisini, utaona bosi anakupa na unapata na kibali. Mwanangu, kuna safari utakiwa aende huyu. Sasa hivi aende utakwenda wewe. Unashangaa ana imekuja, imekufuata. Why? Matengenezo yameanzia kwenye ulimwengu wa roho. Ukipigana katika ulimwengu wa mwili unapambana, hautovuka kamwe. Mwanangu, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote kama vile roho yako ifanikiwe. Uko ofisini, unataka vitu vianze kwenda sawa sawa. Nenda kwenye ulimwengu wa roho, fanya matengenezo. Mwambie Yesu, mimi naenda ofisini na hii jambo litusaidie. Bwana asifiwe. Kuomba sio kuchukua saa nyingi katika kusema. Watu wengi wamenumbazwa kwenye maisha ya kiroho kwa sababu ya maombi na kwa sababu ya kuamini wameokoka. Yaani kuna watu wanaamini wameokoka. Kwa hiyo kile kitendo cha kusema nimeokoka kimewafungia sehemu, wakiamini vitu vingine vinaweza vikaja automatically. Uko ofisini, unaambia bwana sikiliza, kuna kazi hii bosi anataka haraka. Sasa mimi mwaminifu bwana, muda wangu wa kazi umeisha. Unajua mimi nimeokoka. Imeshafika saa 9 ndio ndugu zangu nyumbani. Bwana ni bosi amesema ufanye, afanye watu wengine, mimi ni mwaminifu. Yaani mimi ni mwaminifu kwa kwenye muda wangu. Muda wangu mimi umeshamalizika kufanya kazi. Umeshasahau kila mamlaka imewekwa kutoka mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huwa nawaambia watoto na vijana na hata watu wengine ambao wanatamani kuendelea kujifunza. Biblia inaposema waheshimu baba na mama upate miaka mingi na heri wapi? Duniani.
Haikutaja baba mlevi au baba aliokoka anayempenda Mungu au hajapenda. Mzazi, as long as umeletwa duniani na huyo mzazi, swala la kumheshimu sio swala lako, ni swala ambalo Mungu amesema kumheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anasema mimi nasali sana, mimi mwenzenu ibada ni kila kitu, baba yangu ni mlevi, sitaki kuwa karibu naye. Wewe kama umefanya hivyo, kafanya matengenezo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Weka mipaka yako na kizazi chako cha 3 na cha 4 kwenye ulimwengu wa roho, lakini usiache kumheshimu baba yako na mama yako, kwa sababu sio amri ambayo wewe umeitaka uifanye au usifanye. Mungu amesema waheshimu baba yako na nani? Na mama yako. Ndipo ambavyo utaongezeka kwenye uheri. Yaani baba yangu ni levi. Bwana asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Nakumbuka siku moja nilikuwa nimetoka shuleni. Nimemaliza tu form 6. Mwaka 66. Ikawa niko na baba. Yeye alikuwa anatoka kazini. Akaniambia twende sehemu tukatembee kidogo. Yaani kama anajiproud kwamba ana mtoto wa kiume kamaliza form 6. Sasa hebu tukatembea bwana. Ninaikumbuka mpaka baiskeli tuliyotumia ilikuwa inaendelea katika SSR Mageuzi. Mwaka mmoja baada ya uchaguzi wa 1995. Tumefika sehemu tukakuta kuna sehemu ina baa. Ananiambia tuingie tupate chochote. Tukaingia. Tulivyoingia yeye akaagiza bia. Naikumbuka mpaka jina inaitwa The Kick. Siko watu wengine kama wamekumbuka. Inaitwa The Kick. Akaiweka hapo. Nikamwambia mimi nitakunywa hiyo best. Ikawekwa hapo. Sasa wakati tunaendelea kuzungumza shule ilikuwaje, vitu vimekaaje, mipango yako ilikoje, akaniambia sasa si nikuwekee kidogo nikaanza hata uonje. Nikamwambia baba, hii sio mara ya kwanza unaniambia mimi nionje hiki. Mimi nishakwambia mimi na kitu kinaitwa pombe ni mbingu na ardhi, sitaki. Akaniambia hebu rudia neno lako. Nikagundua nimemwambia sitaki. Na baba yangu alikuwa anasema jeshi la wananchi. Akaniambia hebu rudia neno lako. Kichwani nikarudi lile sitaki. Nikasema Mungu wangu. Yaani ananiambia mimi sitaki mimi unaniambia sitaki. Nikamwambia baba, sina maana hiyo, yaani na maana hii kwamba mimi siwezi kunywa. Akasema kwani hilo neno ulotumia sasa hivi kuliona mwanzoni? Bwana Yesu asifiwe. Mko baa. Nikapiga magoti nikamwambia baba, naomba unisamehe. Akaniambia inuka. Nikainuka. Akaniambia hebu nenda pale kwa kalete maji. Nimeinuka naenda kuleta maji. Kumbe kachukua bia yake akamimina kwenye glasi yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alipomimina kwenye glasi yangu, nikarudi nikakula, mbona hiyo vesti yangu imebadilika rangi? Na imekuwa na tujimapovu fulani ambapo sikutuaza. Nikamwambia baba, umeweka nini huko? Akaniambia sio swala lako. Wewe ndio kinywaji chako. Nikaweka kile kiglasi pembeni, nikachukua chupa nikaendelea kunywa. Kwa hiyo kana kunywa kwenye chupa, sio kwenye nini? Ni glasi. Kumbe ananisubiria nimalize kwenye chupa, niambie kwenye nini? Kwenye glasi. Nikamaliza kwenye chupa, akaniambia, "Haya, na hiyo malizia." Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nikamwambia baba, mimi siwezi kunywa kitu ambacho kitabadilisha fikra zangu kawaida. Alinipiga kofi. Nakumbuka nilienda kwenye kale kakiti ka pembeni, nikageuka hivi,
nikageuka hivi, nikawa naona mbele yangu kuna vinyota vinafanyaje? Vinapita hivi. Akaniambia, chukua baiskeli, ondoka. Ile baiskeli ndio fly video. Akaniambia, chukua baiskeli, ondoka. Nikachukua baiskeli kafanyaje? Nikaondoka. Nifika nyumbani, mama baba yako nikamwambia kuacha kule. Akaniambia, mbona unaonekana kama hauko sawa sawa? Mama, naomba nilale kidogo. Akaniambia, amekupiga. Nikamwambia, kwa nini? Mmefanya jambo gani ajabu? Nimekataa kunywa. Mama akaniambia, na wewe ubishi wako vitu vingine vya kawaida tu. Kwa sababu na yeye pia alikuwa anakunywa wakati huo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu baba alikuwa anakunywa bia, mama alikuwa ananiagiza gallon. Nimesikia kuna watu wametoka Dodoma. Wako wapi? Nimesikia Arusha Road. Pale Arusha Road kuna kanisa la KKT. Pembeni hivi kuna club fulani ya watu wa Hindi wanacheza darts. Sio kama siku miaka hii iko sasa hivi. Mimi nimezaliwa Chamwino Dodoma, ndio nimezaliwa. Na kukua kwangu ndo Chamwino, lakini mahali hasa nilipozaliwa ni Mikoroshini pale Chinangani. Na nimekaa Chang'ombe, nimekaa Biuji, na nimesoma shule ya sekondari Mazengo. Sasa nafikiri ndo Santiago. Wakati huo ndo Mazengo. Kwa hiyo maeneo ambayo nilipigiwa kofi ni maeneo ya Chang'ombe, stendi ya zamani. Kama unataka kuelekea kwenda kule Maisha Plus, hapa mwanzoni ndio nilipigiwa pale makofi. Bwana Yesu asifiwe. Na nilikuwa natoka pale Chang'ombe, unakwenda pale mwanzoni, unaenda kule uko unaita CDA, siku kunaitwa. Sasa ni extension. Ndio tulikuwa tunaenda kumhudulia kule mama Komoni. Na mimi ndio nilifanya mama aache Komoni. Kwa sababu nilikuwa nikienda na niagiza naichukia ile harufu yake. Kwa hiyo yeye na mama mmoja alikuwa mwenye nyumba wakati huo, sasa ni marehemu. Nilikuwa tukienda tukinunua, tukija na ile gari ananiambia kaa hapa. Kwa hiyo nikikaa hapo lazima wanywe ile mpaka ishe, alafu nichukue gari nifanyaje? Niondoke nao. Na nichoondoka naye naenda kuchukua Kimera. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ile harufu ya ile pombe mimi sitaki. Wewe wao kikaa hivi wanakunywa na kadiri wanakunywa ndipo ambao wanaongeza furaha, wanacheka tu. Na nilikuwa nachukia harufu ya vitu vingi. Nilikuwa nachukia harufu inachanganyika, ile harufu ya Komoni inachanganyika na kalikiti. Nywele walikuwa wanaweka kalikiti. Wale wa zamani wananielewa. Yaani kalikiti ukipita hapa sana yale mafuta za mtu anatumia rezi. Ukipita hapa sasa hivi baada mtu mwingine akija anajua kuna mtu alifanyaje? Alipita. Sababu ile harufu inafanyaje? Inabaki. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikawa nageukia hivi. Hiyo wanapokaribia kumaliza wananipiga mgongoni. Haya. Watu wanachukua gari na fanyaje? Naondoka nao. Nilichofanya cha kwanza nikaanza kuharibu mpango. Nikienda nikishachukua na chuma pilipili kichaa zilikuwa kwenye ile nyumba pale kwa anauza pombe. Kwa hiyo naondoka nazo. Nikifika njiani nachukua zile mbegu na nazitoa hivi na kijiti na zitumbukiza mule kwenye pombe. Alafu nachukua lile galoni na nichukucha hivi mpaka. Kwa hiyo nikiwapelekea wakaanza kunywa na kugundua kuna nini? Kuna pilipili. Nikasema huyu Mama Light, kwa nini siku hizi anatengeneza pombe yake namna gani? Akitumwa mtoto wa yule mama, ikija inakuja pombe nzuri. Nikitumwa mimi inakuja na nini? Wakaninasa bwana. Kwa hiyo siku hiyo tukaagizwa wote wawili. Wewe Gerolo na Tataro na Gerolo na Tataro. Kumbe wananichunguza. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kama kawaida yangu sitaki kumwambia yule kijana mwenzangu kwamba bwana tuweke pilipili. Nikazunguka nyuma nikachukua pilipili zangu nikaweka, mwenzangu hajaweka nini? Tunafika wakaanza kunywa, wanaangaliana kina mama. Sasa, hebu kunywa hii. Hii nani na pilipili? Kunywa hii. Hii. Akauliza, hii gari alishika nani? Sasa mimi nasema, njoo. Mkiniona hapa
Walio karibu hapo wanaweza kaona. Unaona hizi? Ni kama chale. Hivi ilikuwa ni viwembe kwa sababu ya hilo tukio. Yaani baada ya kuita mmoja kashika kiwembe chake huko na huko. Wakachukua pilipili zile. Wakaenda kutoa pilipili kichaa. Kwa hiyo wakanichanja huko na viwembe. Wakachukua pilipili kafanyaje? Wakapaka. Wakasema tukikuagiza tena pombe, uende tena ukachukue, uweke, ukija sisi na sisi tunaongezea, tunachanja tunaongezea. Ili tu tunashindana. Ukiweka kule nyingi na sisi tunaweka nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini uwezi amini Mungu alivyo mwaminifu. Na wakati tunafanya hivyo, mama yangu alikuwa wakati huo yeye bado yuko upande wa Uislamu. Na mimi pia nilikuwa nimetoka hapo kwenye Uislamu. Mimi natoka kwa Uislamu wakati sina mimi, ndio niliacha Uislamu. Kwa hiyo ile neema ikawa inaanza kutembea pole. Akawa akinywa pombe ile ambayo inaleta haina pilipili, kichwa kinaanza kumuuma. Muda unapokwenda kichwa kinamuuma. Akiona sasa muda umekwenda, akishika hivi akishapata ile harufu yake, akaanza kuzimia, akaacha pombe. Mimi nakumbuka neno moja tu nilimwambia Mungu, nikamwambia Mungu, wewe ambao umenitoa huku, umenileta huku, mzee wangu amenitwanga makofi, na huyu mama amenichanja na hapa. Ninaomba ile damu iliyotoka hapa iwe ndio sababu ya yeye kuacha pombe kabisa. Na maombi yangu yaliishia hapo, sikuomba kitu chochote. Mpaka ninavyoongea leo, mama yangu ni rafiki yangu muda wote. Likitokea jambo lolote kwenye ulimwengu wa roho, nikiliona naye analiona. Yaani wakati ananyanyua simu naye anaona simu yake inaingia. Ananiambia baba, umeona nini? Naambia mama, ingia kwenye kuomba. Anasema haya, tuwe tuombe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukali wa baba yangu ulitoka kwa njia hii. Nilimwambia Mungu vile ambavyo nilimwambia kwenye swala la pombe. Nilimwambia Mungu, naomba wadogo zangu wasipitie ambacho mimi nimefanyaje? Nimekipitia. Baba, ulikuwa unafanya makosa, alafu wala kuadhibu, anaweza akatunza hata makosa 6. Siku ambayo hauna kosa lolote la kuamsha alfajiri, anakuambia kachukua kaniki yako, funga lobega. Bwana anachukua kaniki yako, unafunga lobega, unaenda kwenye nguzo yake, unakuwa unafungia nguo yake ya kinyumbani wala jema shifa. Anakuambia haikumbatie, unaikumbatie. Hapo anachukua maji ya baridi anakumwagia. Anachukua fimbo zote za mkole. Anaanza kukumbusha kosa moja baada ya nini? Ya nyingine. Kwa hiyo mimi nilikuwa sijaenjoy upendo wa baba kwenye kulelewa kwa maana ya amani. Ilikuwa ukisikia gari lao linakuja ameletwa na vijana wake, unasema shughuli imefanyaje? Imeanza. Kwa sababu ya kumuogopa, kuna wakati ilikuwa ukisikia ameuli sababu ya kwa anapitia mlango wa mbele au anapitia kwenye korido. Mkisikia anafungua mlango wa mbele pia ni maana yake apite kwenye chumba chenu. Kwa hiyo mnaenda kwenye godoro chini, mnanyanyua hivi alafu mnakaa kule mnatulia kwanza. Mnachosikiliza ni kusikia ataanza na mama leo juu ya kitu gani. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mama alikuwa ndio kama rafiki yetu hivi. Yaani ikitokea kuna mambo hayajakaa sawa, yeye ndio anatufariji. Kwenye ile sehemu tulikuwa tumehamia wakati wamejenga eneo la Miuji, tulikuwa tumefika, ilikuwa ni eneo kidogo porini, karibu na alipojenga saa hizi waziri mkuu, ofisi zake zilipo. Yaani ukiwa nyumbani, ule mlima wa ndege unauona pale. Unauona kabisa kwa kila kitu. Sasa fisi walikuwa wanatoka pale juu, wanakuja kwenye ile mazingira kama sehemu yao tu ya pori la kawaida. Lakini wakati walikuwa wamejenga nyumba. Kwa mara ya kwanza mimi na experience kuona mauzauza ya ulimwengu wa roho waziwazi kwa macho yangu. Sio kwa kuhadithiwa kwamba wachawi wako. Yaani naona vitu vinatokea. Wale ambao unajua zamani ukienda kulala unaona kopo ndani, si ndio? Si tunanielewa. Yaani ili usitoke nje kama toilet choo kimewekwa mbali unaona kopo ndani. Kama hujapitia maisha mshukuru Mungu. Sasa kitu kimoja kinatokea, akapiga marufuku baba akasema sitaki kuona kopo lolote linaingia
ndani. Kwa hiyo ukijisikia usiku unatakiwa na kujisaidia, unaenda na choo kilipo kwa kama hapa na kwenye ule ungo wa ile dishi pale kwenye nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Tunaamka na mlango wetu sisi watoto wa kiume ndio uko karibu na mlango wa kutokea kwenda nje. Kwa chumba chao wao kiko mwishoni. Unajua zile nyumba za vyumba vitatu na sebule namna hii. Kwa hiyo yeye mwisho, sisi tuko mwanzoni kwenye mlango wa kwenda huko toilet. Unatoka umefungua pazia hivi, sababu nyumba ilikuwa na mapazia ya kuingilia vyumbani, lakini mlango wa nje wa mbele na wa nyuma upo, ila kuingia chumbani pazia peke yake. Unatoa hivi pazia, unafika kwenye mlango wa kutokea nje, haukuti mlango. Unakuta yani pako wazi kama vile hakujawahi kuwekwa mlango siku yoyote. Kwa hiyo ukifika unastuka kwanza, mlango umeenda wapi? Umefunguliwa kwa nje? Hapana, inawezekana ndani simuoni. Unajitia ujasiri, useme jaribu kupiga. Ukijaribu kupiga tu unajigonga kwenye mlango. Lakini wewe mwenyewe ukitaka kuangalia mlango haufanyaje? Unaona nje kabisa hivyo. Siwaambie hadithi, nawaambia kitu ambacho nimekiishi. Kwa hiyo unashindwa kutoka, manake mazingira yanakuogopesha. Unaogopa kwenda kugonga kwa baba kwa sababu akitoka yeye cha kwanza ni kelele. Unaogopa sana. Mbona mlango huo? Bila fungua haya. Kutoka yaani ni shida, ni tabu. Kwa unarudi ndani, utajibana mpaka kukuche. Wafungue mlango unafanyaje? Utoke. Ikitokea tumeshindikana, ndio hivyo tena. Vikishindikana ndio hivyo tena. Na wakati mwingine vikishindikana, subconscious yako, sehemu yako ya container la ufahamu inakutengenezea picha ili mwili upate kurelease ile pressure iliyopo. Na watu wengi hawajui ili kibofu kisipasuke. Kuna watu tunawaangalia watoto wetu wanasema nakuja kitandani kwa mdogo. Ni hatua kwa sababu bado mwili wake haujajua kusoma taarifa kwenye subconscious. Kwa kuna wakati anaota kabisa kwamba mimi niko toilet na najisaidia haja ndogo. Anapomaliza anagundua mbona kama nasikia kuna moto, akisuka anagundua tayari. Mzazi ukija unamwadhibu, haumuonyi. Kumwadhibu maana yake ni kumwachia kidonda kwenye nafsi, mwili na akili. Kumuonya maana yake ni kumsaidia asirudie tena, kwa nguvu ya upendo aendelee kukupenda kwa sababu unamboresha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukilala, ukishaamka asubuhi na hiyo changamoto na kumbuka kama una malengelenge, kama umeunguzwa. Mama akaambia sasa, ili wachao unaogopa mifupa ya nguruwe. Kweli katafuta mifupa ya nguruwe, taka madishani, weka huko na wapi? Siku aliyeweka mifupa ile nguruwe kwa mara ya kwanza, ndio siku ambayo tulikuja tulipigwa vibao usiku, tuko tumelala, haumuone anayekupiga. Unaongeza hivi taa jembe hivi mwanga upande na shangaa imeshushwa. Unaongeza na shushwa. Ukishikilia na shangaa imenyang'anywa. Anayekunyang'anya muone. Hakuna umeme. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ukianza kuingia usiku unaanza kusikia mateso. Yaani unauchukia usiku kuliko kitu kingine chochote. Cha kwanza baba anarudi. Ni mkali. Cha pili hawa wanatusumbua usiku. Ukiona sana shangaa fisi wamejaa tu kama kawaida tu, wanacheka kama binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hiyo ilikuwa ni safari ya kwanza kushuhudia mambo ya ajabu. Ya pili kaja nikakutana Mwanza. Wakati naenda kufanya sayansi ya lugha, nasoma linguistics na literature. Nyumba niliyoenda kupanga ya kwanza, naota nimelala juu ya nyuki. Bwana Yesu asifiwe. Nimelala juu ya nyuki. Na ni mgeni kabisa, ile nyumba ilikuwa karibu na ziwa, karibu na mwalo. Wakati nimeamka hivi, sababu choo kilikuwa ni cha nje na chenyewe. Natoka niende hivi toilet, naangalia hapa juu kwenye mlango wangu nakuta nyuki. Sasa nimetoka sikuwaona. Narudi nakuta wamefunga, yaani nilifungua mlango nikatoka.
Kwa hiyo wakati narudi nakuta ile top pamoja na mnaita nini na frame, sio? Wameunganisha kwenye frame pamoja na nini? Sasa najiuliza nikifungua si wanashuka wataanguka? Wewe nikalala nje. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Shughuli nyingine nikakutana nayo Gambush. Anapasikia Gambush. Anapasikia Gambush. Tumekwenda kufanya huduma. Tuko watu 7. Wakati tunaondoka sehemu ya kufanyia tuliokuwa tunaabudu, Land Rover tuliokuwa nayo ikaanguka, maspika yote yakapasuka. Tukasema leo haturudi nyuma, tunafanyaje? Tunakwenda. Wakati tunakwenda tukapanda basi, ikatokea mvua ya maajabu. Yaani kutoka hapo walipo watu wa vyombo mpaka alipo mama yangu hapa mvua ndio inafanyaje? Inanyesha mbele ya gari letu. Kwenye lile basi tuko wengi na abiria wengine. Wote tumelala. Yaani wote ni kama tumepigwa dawa za kulevya, yaani hatueleweki. Mimi usingizi ukanichukua mkali. Wakati umechukua usingizi mkali nikaona kama niko kwenye chombo, lakini sijui chombo gani. Kila chombo kinaenda kuingia kama baharini. Bwana Yesu asifiwe. Nilipoamka nikawa naamka nikapiga kelele. Nikaita Yesu. Wakati nasema Yesu, kumbe ndio nimewaamsha kwenye nini? Kwenye gari. Wakati wanaamka ng'ombe akakatisha mbele ya gari letu. Akagonga ile gari yetu ikaanguka. Hakufa mtu yeyote. Lakini kile kimvua kilitunyeshea pale. Gari imeanguka, kumbuka ni gari inakwenda kidogo kwenye mazingira ya kijijini. Kwa hiyo vile vioo vyake sio imara kuingiza maji, kuzuia maji. Kwa hiyo gari imekaa hivi. Kale kamvua kwenye kale kasema kanatandika wote kule ndani. Kwa hiyo tumefungua mlango natoka mmoja baada ya natoka unaenda ng'ambo ya sehemu mvua inaponyesha. Mizigo yetu yuko nayo kwenye gari haitoki sababu sio kwenye buti. Bwana asifiwe. Tukasema tutavunja hii gari huku nyuma. Tutoe mizigo tutabeba tutaanza kutembea. Kwa hiyo tulichukua mizigo yetu tukatembea tukafika mpaka Gambo. Mwenyeji wetu aliyetupokea akatuuliza, akatuambia safari yenu ilikuwaje? Hakuna mtu anaweza kumjibu kirahisi. Tumechoka mwili, akili, kilichobakia baki na uhai ni roho tu, zinafanyaje? Zinajikongoja. Mawazo yetu yote tunasema tukifika ni kupata chakula kidogo na kufanyaje? Na kulala. Sehemu tuliofikia ni kama kuna viumba kama vya abiria, yaani ni kama hapo na hapa urefu wa kanisa tunaweka kama vipatisho vidogo vimeezekwa kwa nyasi. Alafu ndani wameweka mchanga. Kwa hiyo sisi na makoti yetu makubwa, ukifika unatandika ile koti ndio unalala juu yake, alafu unafunga mlango ule wa matete. Unafunga. Ni sehemu kama ya kambi kwa ajili ya kazi ambayo tunataka kuifanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumechoka, tuna usingizi, kila mtu tumefika, angalau tulale, ikifika saa 9 tuamke kwa ajili ya kuomba, alafu tuanze huduma siku inayofuata. Saa 3 usiku tumeingia, tukapata supu, mwenye ndio ndio supu ya kuku. Kuna mazingira Yesu akisema usile. Yaani usile kwa sababu kuna maana ya kutokula uingie kazini. Mambo mengine hayawezekani isipokuwa kwa kufunga na kufanya na kuomba. Sisi jaribu letu lilikuwa ni kama lile ambalo Yesu alipewa. Bwana umefunga siku 40. Haya geuza haya nao yawe nini? Mkate. Kwa sababu mwili tayari una mahitaji. Kwanza uchovu, pili njaa. Hapo kuna supu ya moto namna hii, ina viazi, ina viazi. Ubutu. Wewe tukala tukashiba. Plus uchovu. Tukaingia kwenye vile chumba tukatandika makoti yetu, tukalala. Tulikuwa tunapea ya watu ambao tunaomba. Mimi nilikuwa na rafiki yangu anaitwa kwa Hele. Ni mwadhiri wa chuo kikuu cha St. Augustine. Akaniambia, "Partner, chumba chako umekiweka mwishoni, mimi cha kwangu yuko mwishoni. Kwa nini tusogezane sisi wawili tuwe karibu hapa na wenzetu waende karibu hapa?" Nikamwambia, "Wewe kwa maombi ya fitu ukiomba huko." Ananiambia, "Haya." Sikujua ameona nini kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu
tukalala wote. Kilichotokea mpaka leo nikisemaga mwili huwa unasisimka. Tumelala kwenye ule mchanga, tumeweka makoti, na baada kama muda wa saa moja hivi najigeuza hivi, nimechoka, niko hoyo, nafanya hivi mkono, naona vitu vya baridi. Koti langu sio koti ambalo linapokea ubaridi kirahisi, na kama manyoya. Ubaridi ni kitu gani? Na shida hivi, ubaridi kama umeshika vinairodi fulani. Sasa nikageuza hivi, nipeleke mkono kwenye kibegi changu, nichukue tochi, nifanyaje? Niiwashe. Wakati najisogeza hivi nipende mkono, naona kwenye mbavu hapa nagusa vitu vya baridi. Kwenye mikono yangu baridi, huku baridi. Nikastuka haraka, nikasogea kwenye begi langu. Nikasogea kwenye begi, nikachukua tochi yangu. Kuwasha ile tochi, nakuta nimelala juu ya kupe. Yaani kupe wamelifunika koti. Kwa hiyo mimi nimelala juu ya nini? Ya kupe. Nilitupa tochi, ukiniuliza kale kama mlango kama tete nilikapigaje nimetoka nje sikumbuki. Ila nijikuta niko nje. Mimi nafika nje nakuta wenzangu pia wametoka wanaomba. Kumbe na wenyewe ni the same story. Kwa hiyo hatuweza kulala, ni kuomba kuanzia muda huo mpaka jua linatoka namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu mwaminifu aliokoa watu 5. Watu 5 walimpa Yesu maisha. Bwana Yesu asifiwe. Shuhuda ziko nyingi. Yesu anaweza kukuonyesha vitu akiwa anataka kufundisha. Ndio maana usikimbilie sana kutaka kufanana na mtumishi fulani. Akikupa kikombe ambacho amekipitia, unamrudisha wakati huo. Mimi niko nasikia habari za misukule, najua kama misukule kuna jambo hapa anazungumza midoli kwenye picha za video na nini. Morogoro nikakutana naye kwenye reli live. Nimetoka shambani kwangu, nimeenda kanisani, nimemwabudu Mungu. Na siku kila nikipiga na nikiwa na maabudu Mungu naona kama sitaki kuondoka. Finally nikasikia nguvu ya kuondoka. Nafika saa 4 usiku, natembea kwenye mataruma ya reli ili niende niseme kupumzika. Akatokeza mbele yangu kafupi kako hivi kama katoto, kana sura ya mtu mzima, kamewekwa kama maunga. Sasa nauliza kwanza, kama binadamu kwanza nirudi nyuma, hiki ni kitu gani kimetokea namna hii? Lakini wakati akijatokea kwenye ulimwengu wa roho, nilikuwa naona hiyo sense kama kuna kitu kinafanyaje, kinatokea. Wao kuona sema zako na kitu kibaki kinatokea, alafu kuna video vina sisimka, vitu havikai sawa, kama kuna kitu hakiko sawa. Wakati najiuliza kitu gani kinatokea, nikakuuliza wewe nani? Yeye anacheka. Unajifanya unaabudu. Yaani umekuja hapa ili ujue madhabahu ya Kingurila ikoje. Wakati tumepanga na mchungaji tumeongea kanisani juu ya kuangusha madhabahu, sababu kuna mikutano nje ilikuwa ifanyike. Bwana Yesu asifiwe. Nataka sasa unajifanya unajua kuabudu. Na mwanga kujua madhabahu ikoje ya Kingurila. Twende unifuate. Ndio nilijua siri ya kitu inaitwa vigodoro. Sasa Yesu aliruhusu kusema sasa hivi. Bwana asifiwe. Lakini nitembea nacho muda anakuja kuangalia ni kama nimepumbazwa kwenye ulimwengu wa roho. Nimeenda nacho kwenye umbali ambao mimi sikuwahi kujua. Nikafika sasa kukuta watu wanacheza hizo ngoma wakiwa kama supu. Yaani wako chukuchuku. Hawana chochote. Nikasikia sauti inaniambia, ondoka, kimbia. Wakati nakigeukia nikiangalia kiko wapi, sikioni. Naona tu watu wengine wa kawaida hawana mavazi, nikakimbia. Nilifika kwangu na
kwa kuku ambaye kapigwa msumari hapa wa inchi 5 lakini hajafa. Tukamchukua na picha ya video kana kumuonyesha mchungaji. Wakati zile simu ya Samsung na vingine vya kufunuka hivi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakaniletea na panya, wakaniletea tena na nyuki. Lakini Yesu amekuwa daima anakumbusha. Nimesema hizi sehemu ya shuhuda ili kukuambia ulimwengu wa roho ni halisi. Wakati wewe unachukulia neema ya kuwa Mkristo ni kama jambo tu hivi limetokea tu, ulimwengu wa giza uko serious kufanya vitu ili mambo yasitokee. Ibada zinakuwa ngumu kwa sababu matengenezo hayajapelekwa kwenye sehemu husika. Sehemu husika ni kwenye ulimwengu wa roho. Mungu anachotaka cha kwanza wakati unaingia kwenye ulimwengu wa roho ni unyenyekevu. Usifanye maombi kama haujanyenyekea. Ingia kwenye toba kwa unyenyekevu. Anza kuomba kwa unyenyekevu. Usipange maneno yako kwenye mfumo wa literature kwa sababu unayakumbuka, una ujuzi wa kuyapangilia ukaanza kuomba kwa saa 2-3. Ukafikiri ndio unaomba. Mungu anachunguza mioyo pamoja na viuno. Cha kwanza anachoangalia, anaangalia moyo uliopondeka na kunyenyekea mbele zake. Ukiwa moyo umepondeka, hata ukimwambia Mungu kwa maneno matatu tu, Yesu mimi hapa, nifanye jinsi upendavyo, lakini umesema kwa unyenyekevu, hiyo sauti yako inakwenda kwake kama manukato. Nje ya hapo, Mungu anasikia makelele. Why? Kwa sababu haujawahi kunyenyekea ndani. Wewe unachokisema unasema kwa ujuzi wako. Ndicho ambacho kilimwangusha Lucifer akaondolewa.